Kutoka sura ya 36 mstari wa 8 hadi mstari wa 38. Ujenzi wa hema ya kukutania. Basi kila mtu mwenye moyo wa hekima miongoni mwa hao waliofanya kazi akaifanya hiyo maskani ya mapazia 10 ya nguo ya kitani nzuri ya kusokotwa na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu, pamoja na makerubi. Kazi ya fundi stadi ndiyo alivyofanya. Urefu wa kila pazia ulikuwa ni dhiraa 28 na upana wa kila pazia ulikuwa dhiraa 4. Mapazia yote yalikuwa ya kipimo kimoja. Naye akaunganisha mapazia 5, hili na hili, na mapazia 5 mengine akayaunganisha hili na hili. Kisha akafanya matanzi ya rangi ya samawi katika ncha za pazia moja, katika upindo wa kiungo chake. Akafanya vivyo katika ncha ya pazia lililokuwa upande wa nje katika kiungo cha pili. Akafanya matanzi 50 katika pazia moja na matanzi 50 katika upindo wa pazia lililokuwa katika kiungo cha pili. Hayo matanzi yalikuwa yakabiliana hili na hili. Kisha akafanya viungo 50 vya dhahabu na kuyaunganya hayo mapazia hili na hili kwa vile vifungo hivi, ili maskani ilikuwa ni moja. Kisha akafanya vifuniko vya singa za mbuzi kuwa hema ya kuifunika hiyo maskani. Akafanya mapazia 11. Urefu wa kila pazia ulikuwa ni dhiraa 30 na upana wa kila pazia ulikuwa dhiraa 4. Hayo mapazia yote 11 yalikuwa ya kipimo kimoja. Naye akaunganya mapazia 5 mbali na mapazia 6 mbali. Kisha akafanya matanzi 50 katika upindo wa pazia lililo upande wa nje katika kile kiungo. Naye akafanya matanzi 50 katika ncha ya pazia lililokuwa upande wa nje katika kiungo cha pili. Kisha akafanya vifungo 50 vya shaba, aiunganye ile hema pamoja, ili iwe hema moja. Kisha akafanya kifuniko kwa ajili ya hiyo hema
cha ngozi ya kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu. Tena juu yake akafanya kifuniko cha ngozi za pomboo. Kisha akafanya mbao za mti wa mshita kwa hiyo maskani zilizosimama. Urefu wa kila ubao ulikuwa ni dhiraa 10, na upana wa kila ubao ulikuwa ni dhiraa 1.5. Kila ubao ulikuwa na ndimi 2 zilizounganywa pamoja. Ndivyo alivyozifanya hizo mbao zote za maskani. Naye akazifanya hizo mbao kwa ajili ya hiyo maskani, mbao 20 kwa upande wa kusini kuelekea kusini. Naye akafanya matako ya fedha 40 yawe chini ya hizo mbao 20. Matako 2 chini ya ubao mmoja kwa hiyo ndimi zake 2, na matako 2 chini ya huo ubao mwingine kwa ndimi zake 2. Na kwa upande wa pili wa maskani, upande wa kaskazini, akafanya mbao 20. Na matako yake ya fedha 40, matako 2 chini ya ubao mmoja na matako 2 chini ya ubao mwingine. Na kwa upande wa nyuma wa hiyo maskani kuelekea magharibi, akafanya mbao 6. Naye akafanya mbao 2 kwa pembe za maskani upande wa nyuma, nazo zilikuwa mbao pacha upande wa chini. Vivyo vilishikamana pamoja hata ncha ya juu kufikilia pete ya kwanza. Ndivyo alivyofanya zote 2 katika hizo pembe 2. Hizo zilikuwa mbao 8, na matako yake ya fedha na matako 16, na matako 2 chini ya kila ubao. Kisha akafanya mataruma ya mti ya mshita 5 kwa mbao za upande mmoja wa maskani, na mataruma 5 kwa mbao za upande wa pili wa maskani, na mataruma 5 kwa hizo mbao za maskani zilizokuwa upande wa nyuma kuelekea magharibi. Naye akalifanya hilo taruma la katikati lipenye kati ya hizo mbao kutoka upande huu hata upande huu. Naye akazifunika hizo mbao dhahabu, akazifanya zile pete zake za dhahabu ziwe mahali pa hayo mataruma, akayafunika dhahabu hayo mataruma. Kisha akafanya hilo pazia la nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau
na nyekundu na kitani nzuri zilizosokotwa, akatia na makerubi, kazi ya fundi stadi. Ndivyo alivyofanya. Naye akafanya kwa ajili yake nguzo 4 za mti wa mshita, akazifunika dhahabu, na kulabu zake zilikuwa za dhahabu. Naye akasubu kwa ajili yake matako 4 ya fedha. Kisha akafanya pazia la sitara kwa ajili ya mlango wa hema, la nguo ya rangi ya samawi na ya rangi ya zambarau na nyekundu, na ya nguo ya kitani nzuri ya kusokotwa, kazi ya mwenye kutia taraza, na nguo zake 5 pamoja na kulabu zake. Naye akazifunika dhahabu vichwa vyake na vifungo vyake, na matako yake 5 yalikuwa ya shaba. Kutoka sura ya 37 mstari wa 1 hadi mstari wa 9. Kutengeneza sanduku la agano. Kisha Bezaleli akalifanya lile sanduku la mti wa mshita. Urefu wake ulikuwa dhiraa 2.5, na upande wake ulikuwa dhiraa 1.5, na kwenda juu kwake kulikuwa ni dhiraa 1.5. Akalifunika dhahabu safi ndani na nje, akafanya na ukingo wa dhahabu kulizunguka pande zote. Naye akasubu pete 4 za dhahabu kwa ajili yake katika miguu yake 4, pete 2 upande wake mmoja, na pete 2 upande wa pili. Akafanya na miti ya kulichukulia ya mti wa mshita, akaifunika dhahabu. Naye akaitia hiyo miti katika zile pete zilizokuwa ubavuni mwa sanduku, ili kulichukua hilo sanduku. Kisha akafanya kiti cha rehema cha dhahabu safi. Urefu wake ulikuwa dhiraa 2.5, na upande wake ulikuwa dhiraa 1.5. Kisha akafanya makerubi 2 ya dhahabu, akafanya ya kazi ya kufua, yawe katika miisho 2 ya kiti cha rehema, kerubi 1 mwisho huu na kerubi 1 mwisho huu. Alifanya hayo makerubi 2 ya kitu kimoja na hicho kiti cha rehema katika miisho yake 2. Na hayo makerubi
yakayanyosha mabawa yao juu na kukifunika hicho kiti cha rehema kwa mabawa yao, na nyuso zao zilikuwa zaelekeana hili na hili. Nyuso za hayo makerubi zilikuwa zikielekea kiti cha rehema. Kutoka sura ya 37 mstari wa 10 hadi mstari wa 16. Kutengeneza meza kwa ajili ya mikate mitakatifu. Kisha akafanya hiyo meza ya mti wa mshita. Urefu wake ulikuwa dhiraa 2 na upana wake ulikuwa ni dhiraa 1, na kwenda juu kwake kulikuwa ni dhiraa 1.5. Naye akaifunika dhahabu safi, akaifanyia ukingo wa dhahabu kuizunguka pande zote. Kisha akaifanya upapi wa upana wa shibiri kuizunguka pande zote. Akauzungushia ukingo wa urembo wa dhahabu ule upapi. Naye akasubu vikuku 4 vya dhahabu kwa ajili yake. Akavitia vile vikuku katika pembe 4 katika miguu yake 4. Vile vikuku vilikuwa karibu na ule upapi, ili viwe mahali pa kutilia ile miti ya kuichukulia meza. Naye akaifanya hiyo miti ya kuichukulia ya mti wa mshita, akaifunika dhahabu ili kuichukua hiyo meza. Kisha vile vyombo vilivyokuwa juu ya meza, sahani zake na miiko yake na bakuli zake na makopo yake ya kumiminia, akavifanya vya dhahabu safi. Kutoka sura ya 37 mstari wa 17 hadi mstari wa 24. Kutengeneza kinara cha taa. Kisha akakifanya kile kinara cha taa cha dhahabu safi. Akakifanya kile kinara cha taa cha kazi ya kufua. Tako lake na mti wake, vikombe vyake na matovu yake na maua yake, vyote vilikuwa vya kitu kimoja nacho. Nacho kilikuwa na matawi 6 yaliyotoka ubavuni mwake, matawi 3 kinara yalikuwa upande huu, na matawi 3 ya kinara yalikuwa upande huu. Vikombe 3 vilivyofanywa mfano wa maua ya mrozi vilikuwa katika tawi moja, tovu na ua, na vikombe 3 vilivyofanywa mfano wa maua ya mrozi katika tawi la pili.
Tovu na ua yalikuwa ni vivyo hivyo. Yale matawi 6 yalikuwa katika hicho kinara. Katika kinara mlikuwa na vikombe 4 vilivyofanywa mfano wa maua ya mlozi, matovu yake na maua yake. Kisha chini ya matawi mawili mlikuwa na tovu iliyokuwa ya kitu kimoja nacho, na chini ya matawi mawili mengine mlikuwa na tovu ya kitu kimoja nacho. Tena chini ya matawi mawili hayo mengine mlikuwa na tovu ya kitu kimoja nacho. Kwa ajili ya hayo matawi 6 yaliyotokana nacho, hayo matovu yake na matawi yake yalikuwa ya kitu kimoja nacho. Kinara hicho kizima chote pia ni kazi moja ya kufua ya dhahabu safi. Kisha akafanya taa zake 7 na makoleo yake na visahani vyake vya dhahabu safi. Akakifanya cha talanta 1 ya dhahabu safi, pamoja na vyombo vyake vyote.